جعل الأيام والليالي مراحل للعباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفعنا يوم التناد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله جل وعز فقد فاز المتقون. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, na tufahamu ya kwamba hakika wenye kumcha Allah watu hawa wana ufaulu mkubwa sana mbele zake Allah subhanahu. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, tukumbushane nafsi zetu ala at-taqwim alladhi nasta'miluhu fi hayatina. Tunakumbushana kwanza juu ya taqwim, kalenda ambazo tunazitumia katika maisha yetu hapa duniani. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ni jambo linaloendana na wakati tuliokuwa nao kufahamu kalenda ambazo tunazitumia. Al-awwal at-taqwim al-miladi. Kalenda ya kwanza ambayo tunatumia ni kalenda ya miladi kwa lugha ya Kiarabu, lakini kwa lugha ya Kiswahili tunasema kalenda ya uzao al-miladi. Kalenda hii ndiyo ambayo tunaitumia na imekuwa mashuhuri. Ndio leo ukiulizwa utasema leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 AD, yani Anno Domini. Maana yake nini? Mwaka wa uzao, kwa maana mwaka baada ya kuzaliwa. Nani aliyezaliwa? Ni huyo ambaye wao wanaamini kuwa ni Yesu. Sisi Waislamu tunaamini kwamba ni Isa alayhi salam. Mwaka huu ama kalenda hii imeanza kuhesabiwa baada ya kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam. Ndio nasema leo 2025, na ndio kalenda maarufu ambayo tunaitumia katika maisha yetu ya kila siku. Lakini kalenda ya pili, ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, ni at-taqwim al-hijri, kalenda ya hijri ama ya hijiria. Hijiria ni kuhama, na kalenda hii imewekwa ama imeanzishwa na khalifa wa pili katika Uislamu ambaye ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa yeye alianzisha kalenda hii. Na kalenda hii haina maana ya kuzaliwa kwa, bali ni kuhama, kwa sababu katika historia ya Uislamu miongoni mwa matukio makubwa sana ambayo yalitokea zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tukio la hijra. Falidhalika hivyo khalifa huyu Umar ibn al-Khattab akaonelea tuanze kuhesabu miaka ya Kiislamu kuanzia baada ya tukio lile kubwa la hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Baada ya kufika Madina, mwaka wa kwanza ukaanza kuhesabika, mwaka wa pili, wa tatu, mpaka leo. Tukiulizwa ni tarehe ngapi, tunasema leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 12
mwaka 1446 kalenda ya Kiislamu. Na hili wengi wetu hatulitambui, wengi wetu hatufahamu kwamba leo ni Ijumaa ya mwisho ndani ya mwaka wa Kiislamu. Leo ni Ijumaa ya mwisho, tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 1446. Tukisema Ijumaa ya mwisho tuna maana ya kwamba ikija Ijumaa nyingine haitakuwa 1446 tena, bali itakuwa 1447 kalenda ya Kiislamu. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, kama tunavyojua kalenda ya AD ama kalenda isiyokuwa ya Kiislamu ina miezi yake na miezi na majina yake. Januari, Februari, inaenda mpaka Disemba, mwezi wa 12 mwaka umeisha. Lakini katika kalenda ya Uislamu nayo pia miezi yake ina majina. Mwezi wa kwanza unaitwa Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhir, Rajab, Shaaban, Ramadhan, Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja, ambao sasa ndio tuko katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12. Baada yake inakuja Muharram ambayo ni mwezi wa kwanza. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, tunayasema haya ili tuweze kufahamu, lakini vile vile tukumbushane na tuelewe kwamba sisi Waislamu tuna kalenda yetu, pamoja na kuwa si maarufu, si mashuhuri kutumika kwake ulimwenguni, lakini wewe Muislamu una ulazima wa kutambua jambo hilo. Khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab alianzisha kalenda baada ya tukio la Hijra. Kalenda ile inaenda leo ni mwaka 1446, lakini tuko siku ya Ijumaa ama Ijumaa ya mwisho katika mwaka huu 1446. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Islam, kwa munasaba huu kuwa tunamalizia mwaka huu wa Kiislamu, mwaka unaisha, hazikubaki isipokuwa ni siku 5 ama siku 6 ili mwaka huu uishe. Basi tutatumia fursa hiyo katika siku ya leo kuweza kunasihiana, kupeana nasaha, an-nasiha fi khitami al-aami al-hijri, nasaha katika kuisha ama kuendana na mwisho wa mwaka huu wa Hijiria ama mwaka wa Kiislamu. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, mwaka unaisha. Katika jambo kubwa ambalo mimi na wewe yatakiwa tulizingatie ni kwamba alaina an nuraji'a anfusana, turudi na tuzitazame nafsi zetu, tuangalie nafsi zetu na tuone madha qaddamna, ni kipi ambacho tumekitanguliza, min taa, katika matendo ya utiifu, mambo ya kumtii Allah tabaraka wa taala, wa madha tarakna min maasiya, na yapi katika ambayo tumeacha miongoni mwa madhambi, maasi ya kumwasi Mola wetu Allah tabaraka wa taala. Mwaka unapoisha, Muislamu lazima uiangalie nafsi yako. Nini ulichofanya huko nyuma? Nini wakati upi, ni kiasi gani cha wakati muda uliopoteza katika kumwasi Allah na kufanya yasiyo maana? Na ni kiasi gani cha wakati ambacho ulikipitisha ndani ya uhai wako mwaka mzima, ikawa umefanya yale ya kumpendeza Allah tabaraka wa taala? Hili lazima tulizingatie, kwa Allah tabaraka wa taala katika aya nyingi ndani ya Qur'ani, miongoni mwazo aya iliyokuja katika sura Qaf aya ya 18, Allah tabaraka wa taala anasema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna neno lolote ambalo mwanadamu atalipitisha katika maisha yake, atalitamka, atalisema, na si neno tu, tendo lolote hakuna utakalolifanya illa ladayhi raqibun atid, isipokuwa ni malaika ambao wapo wanamchunga na wanayarekodi yale ambayo anayafanya.
mwaka mzima tokea umeanza, leo mwaka unaenda kuisha, umezungumza mangapi duniani? Umeyatenda mangapi? Je, ni mazuri au mabaya? Fahamu malaika wako tuliishi nao na tutaendelea kuishi nao maadamu tupo katika uhai. Malaika hao wanayadhibiti na kuyaandika yote tunayosema na yote ambayo tunayafanya. Lakini Allah tabaraka wa taala ndio akatuambia vile vile katika nasaha anazotupatia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, enyi waislamu, ittaqullaha, mcheni Allah tabaraka wa taala, tekelezeni maamrisho ya Allah, jiepusheni na makatazo ya Allah tabaraka wa taala. Lakini si hivyo tu, umefanya taa, umefanya mazuri, la walitanzur nafsun ma qaddamat lighad, na kila mmoja aangalie nafsi yake, arudi nyuma, ageuke alipotoka na atazame, aone ni kipi alichokifanya ambacho kitakuja kumpa salama mbele za Allah tabaraka wa taala, ni kipi ambacho amekitanguliza kwa ajili ya maisha ya kesho. Kila mmoja aangalie. Kwa hiyo ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, mwaka ukiwa unaisha, lazima turudi nyuma na tuangalie ni yapi ambayo tumeyafanya, ni mazuri mangapi umeyafanya, ni mabaya mangapi umeyafanya, ni muda gani uliopoteza na kufanya yale ambayo hayatokufanya upate salama mbele za Allah tabaraka wa taala. Muislamu anatakiwa hivi, na Muislamu akifika katika hali hii ya kuwa anamtazama nyuma yale aliyofanya na akajihesabia nafsi yake, huyu ndo anahesabika Muislamu al-kayis, mwenye akili timamu, Muislamu mtambuzi, mwanadamu anayeelewa ni nani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, ni yule ambaye amekaa akaihesabu nafsi yake, maisha yanavyoenda, umri wake unakatika, akarudi nyuma akajiangalia, akaona nafsi yake ni yapi aliyoyatanguliza, alafu akaona sehemu fulani ya kuteleza, alikosea, sasa mbele akaanza kuzidi ama akawa ni mwenye kuzidisha katika kuyafanya yaliyokuwa mazuri na yatakayonufaisha baada ya maisha haya ya dunia. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, miongoni mwa nasaha ambazo tunapeana ni kwamba mwaka unapoisha, alaina an natuba ila Allah, ni lazima tutubie kwa Allah tabaraka wa taala, taubatan nasuha, tauba iliyokuwa ya kweli. Bimaana alaina an nastajiba bid'awati rabbina, tujibu wito wa Mola wetu. Ni lazima tuwe ni wenye kuitikia wito wa Allah tabaraka wa taala, wito ule ambao Allah tabaraka wa taala ametuita akisema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah tabaraka wa taala kwa madhambi mlioyafanya, ombeni msamaha kwa Allah tabaraka wa taala, taubatan, tena msamaha huo, toba hiyo iwe ni nasuha, ni toba ya kweli. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, tukishajiangalia tumeona tumemkosea Mola wetu, tukafanya madhambi, basi tuhakikishe tunafanya toba, tuombe msamaha kwa Allah tabaraka wa taala, kwani babu tauba maftuhun, mlango wa toba uko wazi. Allah ameweka wazi mlango wa toba. Mtu akiwa amekosea amwombe msamaha Allah tabaraka wa taala. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna Allah, hakika ya Allah tabaraka wa taala, yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layli. Allah kawaida yake huwa anakunjua mikono yake na kumpokea yule anayetubia makosa yake, makosa ambayo amemkosea Allah tabaraka wa taala kipindi cha usiku. Basi mchana Allah anakunjua mikono yake na kupokea toba za wale waliomkosea wakati wa usiku. Vivyo hivyo inapofika usiku, Allah hukunjua mikono yake ili wale waliofanya madhambi wakati wa mchana watubie kwake. Na hili lipo maisha yote, hata tatlu ash-shamsu min maghribiha, mpaka jua litakapochomoza kutoka kule lilipozamia, kutoka katika sehemu yake ya kuzama, kwa maana upande wa magharibi. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, lazima tutubie kwa Allah tabaraka wa taala.
lazima tutubie juu ya madhambi yetu ambayo tunamkosea Allah tabaraka wa taala. Lakini vile vile tunamuona pia kwa Uislamu, dakika, masaa, masiku, majuma, miezi na miaka inavyoondoka, hakika inaondoka na sehemu katika umri wetu. Yani umri wako unapozidi, una miaka 20, 30, 40, basi ndivyo umri wako unavyopungua, kama Allah mwenyewe anavyosema, wanamuamlihu, yule ambaye tunamzidishia umri, nunakisu fil khalqi, tunampunguzia vile vile katika nguvu na umri lake, tunampunguzia. Kwa maana umri wako na maisha yako yanapungua kadiri ya miaka inapozidi kwenda. Leo tunasema mwaka unaisha, mwaka wa Kiislamu unaisha, kwa maana sehemu katika umri wetu nayo inafanyaje? Inaondoka. Kwa hiyo kama inaondoka, nini tufanye ndugu zangu wapendwa wa Kiislamu? Mbele yetu umebaki miaka, ama umri wetu umebaki mfupi, hivyo lazima tuhakikishe huu umri uliobakia, hatujui ni miaka miwili, ni mwaka mmoja, ni miaka 20 au miaka 30, haujui utaishi miaka mingapi, umri gani baada ya sasa. Cha wajibu kwako ni kuhakikisha umri wako unaokuja unaotumia na kunufaika katika kuyafanya yale yaliyokuwa mazuri, kwani umri ni mfupi, lakini vifo vipo karibu. Al-ajal qaribatun, vifo vyetu na ajali zetu zipo karibu, na punde tu tutakutana na Allah tabaraka wa taala. Hivyo katika nasaha, lazima tuhakikishe umri wetu ambao umebakia wa mbele, tuhakikishe tunaufanya, tunatumia katika kufanya yaliyokuwa mazuri, ili tuweze kupata salama mbele za Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa atubu ilayh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Ndugu zangu wapendwa tukufu wa Kiislamu, na kuhusieni tena kwa mara nyingine pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu wapendwa tukufu wa Kiislamu, mwaka unapokuwa unaisha, hasa huu mwaka wa Hijiria, mwaka wa Kiislamu unapokuwa unaisha, si wakati na wala si muda wa watu kufanya mambo ambayo hayaendani na sheria, mambo ambayo hayaendani na mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si wakati wa watu kufanya mambo ya bid'a, mambo ya uzushi, lakini vile vile si wakati wa watu kuadhimisha na kufurahia kwamba mwaka umeisha, bali ni wakati wa kuhakikisha tunafanya toba, tunatubia kwa Allah tabaraka wa taala, kama tulivyotangulia kusema katika hotuba ya kwanza. Lakini vile vile ni wakati ambao mtu anatakiwa ahakikishe anafanya tajdid mkataba wake, anafanya repair, anaufanya upya mkataba wake baina yake yeye na Allah tabaraka wa taala. Naam, sote tumechukua mkataba kwa Allah tabaraka wa taala. Mwenye Allah anatukumbusha, kumbukeni Mola wenu Allah tabaraka wa taala alipochukua kwa mwanadamu na kizazi chake, alichukua nini? Alichukua mkataba. Allah tabaraka wa taala kabla hajatuleta hapa duniani aliumba nafsi, akaziweka katika uwanja, katika eneo moja. Zile nafsi zote Allah tabaraka wa taala akaingia nazo mkataba, na ashhadahum ala anfusihim, akazishuhudilisha, akaingia nao mkataba kwa kuwauliza, alastu bi rabbikum, hivi mimi si Mola wenu? Hivi mimi si muumba wenu? Hivi mimi si ninaendesha mambo yenu yote ulimwenguni? Mimi si ninayestahili kuabudiwa? Nafsi zote zilikiri, qalu bala, nafsi zote zikasema ndio, shahidna, wewe ndio Mola wetu, tunashuhudia wewe ndio wa kuabudu, wewe ndio unayeturuzuku, wewe ndio unaendesha maisha yetu yote. Nafsi zote zinaingia mkataba, nafsi zetu zinaingia mkataba na Allah tabaraka wa taala. Hivi ndugu yangu Muislamu, mwaka unavyoisha ni lazima uhakikishe unafanya repair mkataba wako na Allah tabaraka wa taala. Nilimwahidi Allah nitamwabudu, mwaka umeisha,
papo ipo sehemu ambayo unazembea katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala, basi hakikisha sasa unaweka mazingira mazuri ya kumtii Allah tabaraka wa taala na kutekeleza mkataba ule wa kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Mwisho wa mwaka hakuna utaratibu uliowekwa labda mwaka wa Kiislamu unapoisha kuna dua maalum, la, haijaja katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku ya mwisho mwaka unapoisha, Ijumaa ya mwisho ya mwaka kuna swala maalum mtatakiwa aswali. Hakuna jambo hilo katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwisho ndugu zangu wapenzi wa tukufu wa Kiislamu, katika nasaha فعلينا أن نقبل العام الجديد على الطاعة. mwaka huu unaokuja tunamuomba Allah tabaraka wa taala tufikishe katika mwaka huu kwa salama. Basi mwaka huu unaokuja ndugu zangu wapenzi wa tukufu wa Kiislamu, ni tuhakikishe tunaupokea mwaka huu ala taa, katika kumtii Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile kuzifanya upya nia zetu. Tuziweke vizuri nia zetu, kwa maana matendo yetu ya ibada na matendo mazuri yote tuyafanye lillahi tabaraka wa taala, wa nusina dhanna billahi subhanahu wa subhanahu, lakini tuwe na dhana nzuri kwa Allah tabaraka wa taala. Mwaka unaokuja tuhakikishe tunayashika haya ili tuweze kupata salama mbele za Allah tabaraka wa taala. Namuomba Allah tabaraka wa taala atujalie tufike mwaka huu tukiwa salama kabisa na afya njema, lakini Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe ni wenye kumtii katika maisha yetu yote na tuthibitishe katika dini yake.